Mtazamaji wa 96 Link na Bongo Plus TV, karibu sana kwenye sehemu yako ambayo mimi kiukweli moja ya segment ambayo unaipenda sana. By the way, huu ulikuwa ni ushauri wa DJ Smart, na bana Victor, kuna haja ya kuanzisha kitu kama hiki. Mtazamaji tunakuwa anauliza maswali alafu then Smart anayajibu. Lakini so far nafurahi sana, somo limekuwa likieleweka na wewe ndio unayeuliza. Kwa hiyo mimi wakati mwingine huwa na relax kutokana na kwamba siumizi kichwa niulize kitu gani. Hapa sasa ni wewe unakuwa unauliza. Smart, kwanza kwema? Alhamdulillah. Hii ni segment yako Yetu. Mimi nimetoa idea lakini tumeimplement pamoja. Naam. Leo bila kuchelewesha tuanze na swali la Muhisin Mwamkunja 9702. Ameuliza hivi: swali langu DJ Smart, hivi Marekani akiamua kutumia nuclear hali ya vita itakuwaje, na je, Irani itaweza kujiteteaje na janga hilo na nini kitafuata? Iran hana uwezo wa kujitetea dhidi ya nuclear. Itasababisha madhara makubwa na maafa makubwa sana. Lakini nini kitatokea baada ya mashambulizi? Kwa sababu pia hapo unajua sometimes unaweza kauliza swali afa akaliona ni dogo, lakini ukiamua, kwa sababu kuna tactical nuke ambayo ni ndogo napiga sehemu maalum, lakini kuna strategic nuke ambayo ndo yale ma ICBM, Marekani na Minuteman 3, Mrusi na Samad na Mchina na wengine. Sasa yale sioni yakitumika kama yatatumika, kwa sababu kwanza kuna kitu kinaitwa radioactive fallout, mionzi itasambaa sio Irani tu mpaka nchi zingine kutokana na aina ukubwa hiyo nuclear atakayotumia. Cha kwanza, japokuwa inasemekana kuna teknolojia ya kisasa ambayo radiation yake iko chini ya silaha za nuclear. Cha kwanza. Cha pili, fallout yake, madhara yake sasa itapelekea nchi kama North Korea kuzidi kupata nguvu ya kuwa na nuclear, na itapelekea nchi zingine kuona umuhimu na wao wa kuwa na nuclear, kwa sababu ndio njia pekee ya kujilinda. Lakini pia itamaanisha kwamba Marekani kashindwa vita mpaka kakimbilia kwenye nuclear. Ila pia naamini Iran iko kwenye security umbrella ya kinuclear ya Mrusi. Mrusi sidhani kama ataruhusu itumike silaha ya nuclear kwa Iran. Kwa hiyo ina implications zake ambazo ni nyingi. Kwa hiyo sio rahisi tu kutumia nuclear kama watu wanavyofikiria. Ndio maana tangia ameitumia Hiroshima na Nagasaki mpaka leo hajatumia tena. Yes. Do you think kwamba kuna sheria ambazo pia zinabana Marekani pengine wakitumia labda UN na organizations za kimataifa zitawabana? Zitawabana vipi? Ni sheria ngapi ambazo Marekani amevunja mpaka leo na hajabana? Kushambulia hii na nini ni kinyume na sheria za kimataifa. Kumteka rais wa nchi nyingine kama Maduro ni kinyume cha sheria ya kimataifa. Kuweka vikwazo kwa nchi nyingine ni kinyume na sheria za kimataifa, kwa sababu UN Security Council pekee yake ndio ina mamlaka ya kuweka vikwazo kwa nchi nyingine. Kwa hiyo kuna sheria nyingi sana ambazo wamezivunja, lakini mkubwa ni mkubwa tu. Okay. Naam. Sawa. Swali jingine ni kwamba wewe anaitwa Lawrence Mroso ameuliza hivi: DJ Smart, kwa nini kiongozi wa Irani alikataa watengeneze makombora ya masafa marefu? Kwa sababu ya itikadi yao. Alikataza wasitengeneze makombora ya masafa marefu, lakini makombora ya maangamizi, silaha za maangamizi. Kwa hiyo ni kutokana na itikadi yao. Kwa hiyo walitengeneza yale tu ambayo wanaona yanatosha dhidi ya taifa ambalo ni hatarishi kwa wao. Okay. Naam. Nadhani ndugu yangu Lawrence, jibu lako umelipata kiukamilifu. Mwingine anaitwa Mohamed Saleh ameuliza hivi: swali langu, natamani DJ atuambie South ya Yemen na North Yemen kuna nini huko, au mgogoro wao ni nini? Kwa ufupi, South Yemen na North Yemen zilikuwa ni nchi mbili tofauti. Kulikuwa kuna Junub ambao makao makuu yake yalikuwa ni Aden, ambayo inakuja mpaka Hadramaut na kwingineko. Alafu kulikuwa kuna Shimali ambayo ndo Sanaa na kuendelea. Na chini ya kiongozi Ali Abdallah Saleh na kiongozi mmoja alikuwa anaitwa Albidh wa South, waliungana na kutengeneza, yani ukitaka kuielewa vizuri,
North na South Yemen, elewa Zanzibar na Tanganyika walivyoungana is exactly the same thing. Yes, kwamba mataifa mawili, viongozi wawili walikusanyika wakatengeneza taifa moja, so ndo hicho. Na ni nchi mbili ambazo zina culture mbili tofauti. Watu wa South ni sehemu ambapo kuna joto kali sana, kwa hiyo hata wao ngozi yao ni sio nyeupe. Watu wa North ambao ni shimali kuna ubaridi sana, ngozi yao ni weupe zaidi, na culture zao na nini ni watu wawili tofauti. Kwa hiyo kwa ufupi kuhusiana na hilo, na wamekuwa pia wanajaribu kujitenga, lakini wao wenyewe watengane, kwamba irudi kama ilivyokuwa zamani, lakini bado hilo halijafanikiwa. Kwa hiyo kwa ufupi kuhusiana na North na South ya Yemen, shimali au junubi ndo hicho. Na nimeona pia leo kamanda wa majeshi ya Yemen alisema kwamba wataingia pia kwenye kuiunga mkono Iran katika kila ambacho wanachokifanya, kwa sababu wanapigania imani kwa maana ya kulinda Uislamu. Kwa hiyo sijajua ni Yemen ipi hapa, lakini ndo mambo kama hayo. Naam, Sare ambaye ni msemaji. Kwa hiyo naamini wao, sijaiona hiyo, ulini brief. Kwa hiyo wanataka wafunge Bab el-Mandab. Kwa hiyo ni katika kuongeza pressure. Yes. Naam. Okay, sawa. Swali jingine, huyo anaitwa Augustin Leonardi ameweza kwamba muulize DJ Sma kama India imewauza Irani kwenye ile meli, mbona sasa India wanaruhusiwa kupita Hormuz? Ni swali ambalo pia bado najiuliza, lakini nadhani Iran pia inaangalia kwamba kuna maslahi mengine mapana ambayo wayahifadhi hayo, badala ya hili tukio moja ambalo limetokea, lakini ni tukio ambalo sidhani kama watalisahau na siku zote watakuwa nalizingatia. Yes. Kuna namna ambayo imewashtua kwa namna moja. Yes. Kwa sababu hawakupeleka hata watu wa kuokoa Sri Lanka, ndio ilipeleka meli zao zikaenda kuokoa walio wao. Alafu hawakutoa hata condemnation. Naam. They have to be careful. Okay, sawa. Swali jingine anaitwa Amani Studio 467. Ndugu yangu paka nishamkariri. Ameuliza hivi, muulize Sma, Irani kushambulia nchi zaidi ya 8 hapo Mashariki ya Kati, lakini ni kwa nini hawarudishi majibu mpaka sasa? Kurudisha majibu sio shida. Lakini kuna baadhi ya ukweli mchungu ambao wanaujua. Cha kwanza, wanajua kwamba Irani haijawashambulia wao kama wao. Imeshambulia bezi na asset za Marekani na Israeli katika nchi zao. Kwa hiyo haijawashambulia wao wala haijatangaza vita dhidi ya wao. Cha kwanza. Cha pili, wanajua wakimshambulia Irani anaweza kusababisha madhara makubwa zaidi kuliko ambao wanakumbana nayo kwa sasa hivi. Yaani ni Iran amethibitika beyond reasonable doubt kwamba ana uwezo wa kushambulia sehemu yoyote katika Middle East. Kwa hiyo anaweza akashambulia visima vyao vyote ndani ya siku moja, akaviharibu vyote. Naam. Kwa hiyo wanajua hiyo. Kwa hiyo wanalielewa. Ndio maana hawashambulii. Okay. Sawa, huyo anaitwa Prince PM 12 ameuliza hivi, swali kwa DJ Sma, kiongozi wa Irani amezishauri nchi za Guba ziache kushirikiana na Marekani sasa kwa kuwa kambi zote za US zimeshambuliwa na IRGC, jeshi la Irani hili. Unaona Marekani ikijenga upya na kuimarisha kambi zake zilizopo Middle East baada ya vita hii kuisha? Mwanzo wa swali imesemaje? Swali kwa DJ Sma, kiongozi wa Irani amezishauri. Aha, sawa. Kwa sababu yeye anaamini kwamba migogoro yote ni kwa sababu ya hizi nchi kuruhusu hizo kambi zao kuwepo pale, na pia yeye ameshambuliwa kutokea kwenye hizo kambi. Kwa hiyo ni haki yake kutokana na Article 51 ya UN kujitetea na kujibu mashambulizi. Kuhusu kujenga, nishai kuongea katika mpango wa the Greater Israel, Zionist wanataka Marekani, Iran na nchi za Guba zote kwa wakati mmoja zivurugane, zidhoofishane zote kwa wakati mmoja,
ili by the time hivyo vita vinaisha Marekani atalazimika kuondoka Middle East, nchi za Guba Gulf ambazo ziko pale zitakuwa zimedhoofika, Iran atakuwa amedhoofika, yeye atakuwa bado yuko vizuri, alafu ata expand kwa sababu atakuwa hana mpinzani wa the Greater Israel, ambayo kwa sasa hivi bado haijatekelezeka, ila ni mmoja Tulsi Gabbard ambaye ndo kama waziri wa intelijensia wa Marekani. Anasema, kumbuka huyu ni Marekani na ndo mkuu wa kitengo cha intelijensia wa Marekani. Anasema malengo yetu kwenye hivi vita na Israeli ni nchi mbili zenye malengo mawili tofauti. Kwa hiyo lazima ujue Israeli inapigana vile vita kwa malengo tofauti na Marekani inapigana hivyo vita kwa malengo tofauti. Na hii ngoja nikusomee hapa ili tumnukuu vizuri. Naenda Facts and logic. Hapa Al Jazeera anasema US-Israel war aim in Iran not the same. Intel chief Tulsi Gabbard, kwamba malengo yao wana malengo mawili tofauti. Umeona? Na ndio maana Israeli kuna vitu anavifanya kinyume kabisa ya havi make sense, kama kushambulia vile visima vya mafuta vile. Umeona? Kushambulia, yeye anashambulia nchi zingine akitaka aisingizie Iran. Umeona? Na kuna swala pia sijui ni katika maswali yatakayokuja au yalitakiwa kule, kwamba Iran washasema kwamba Marekani wanaandaa false flag, shambulio la kutengeneza ndani ya Marekani alafu waisingizie Iran ili wapate approval ya raia pamoja na Congress kupeleka majeshi boots on the ground Iran. Kwa hiyo wanaandaa false flag ya kwenda kufanya. Kwa Israeli amekuwa ni bingwa false flag. Tumeona Uingereza alisema kabisa drone iliyopiga kambi yao Cyprus haikuwa kutoka Iran, au ni Uingereza walisema. Saudia waliwakamata, Bahrain waliwakamata agents wa Mossad. Kwa hiyo wanakuwa wanafanya hivyo kwa sababu ya kuleta conflict kwa maslahi yao wenyewe. Yes. Lakini Marekani ndio maana anahangaika sana kupata support ya hii vitu. Viongozi wote ambao angalau wana uelewa fulani au wana akili fulani, hakuna mtu ambaye anaunga mkono hivi vitu. Uingereza, Ufaransa, Ujerumani na wengine wengi kama wamesusa hivi. Anasema hivi vita vya kijinga, yani havitakiwa kuwepo, yani unnecessary. Umeona? Na ndio maana mtu wa muhimu sana katika uongozi wa Marekani ambaye ndo mkuu wa counter terrorism amejiuzulu. Umeona? Kwa hiyo ni mtu wa muhimu sana katika pambana na ugaidi. Umeona? Ile nilikuwa nakwambia Hegseth. The war in Iran is protected by God. Kwamba vita hivi vya Irani vinalindwa na Mungu. Pope Leo akaambia do not involve the name of God in choices of death. God cannot be enlisted in darkness. Usimuingize jina la Mwenyezi Mungu kwenye mauaji ya kuchagua. Mungu hayatakiwi kuingizwa kwenye giza. Umeona? Kwa hiyo kuna vitu ambavyo watu wanatakiwa wavizingatie. Na nimeona sana Smile huyu nani Papa Leo amekuwa against na hii nani. Yes. Nakwambiaje? Mtu yoyote ambaye ana uungwana au uelewa hawezi kuunga vita hivi nani. Ndio tumeona watu wote ambao wanajielewa ndio maana nashangaa kina Saudia nani wakiongea kwamba wanailaumu Iran peke yake na wakati Iran hakuanzisha hivi vita. Umeona? Huyu bwana anaitwa Joe Kent ambaye amesema I cannot in good conscience support the ongoing war in Iran. Iran posed no imminent threat to our nation. Anasema siwezi na akili zangu timamu nika support hivi vita vinavyoendelea dhidi ya Marekani. Iran poses no imminent threat to our nation. Iran haiko katika hali ya kusababisha tishio lolote dhidi ya taifa letu Marekani. Sawa? Anasema it is clear that we started this war due to pressure from Israel and its powerful American lobby. Iko wazi kwamba tulianzisha hivi vita kutokana na pressure
ya Israeli na watu wao walioko ndani ya serikali ya Marekani. Huyu ni mtu mzito sana katika serikali ya Marekani ambaye anajulikana kama Joe Kent, US National Counterterrorism Center Director, ambaye kajiuzulu. Kwa hiyo mtu yoyote ambaye ana akili yake muungwana hawezi akaunga mkono hivi vita. Na inasikitisha kwamba watu wamejazwa hizi propaganda na wanaamini kwamba vita ni sahihi na vitu kama hivyo. Sio sahihi. Okay. Irani alikuwa ameshakubali masharti yote ya Trump kwamba ataacha kuenrich uranium. Stockpile yake alionayo ataigawa, ilikuwa labda iende kwa Mrusi. Ataruhusu washiriki wa IAEA waje ile International Atomic Agency kukagua, na ili kuepusha hivi vita. Wanaoyasema haya ni viongozi wa Marekani kwamba Irani ilifanya kila iwezalo kuepusha hivi vita. Na wakati ndio yeye anasema nani wa Oman ambaye ndio alikuwa mediator, makubaliano yalikuwa yameshafikiwa, yako mezani. Israeli kaanzisha vita. Kwa hiyo Israeli haikutaka makubaliano. Umeelewa? Alafu wamemuua mtu ambaye ndio alikuwa anasimamia haya makubaliano ambayo ni Raljani. Kwa hiyo natamani watu waelewe uhalisia wa hivi vita. Okay, sawa. Swali la mwisho limetoka kwa Hasani Singano 1150. Ameuliza hivi: "Hai, swali nasikia Hezbollah wanamalizia masalia Israel. Hivi ni kweli?" Nilisema moja ya objectives za Israeli katika hii wakati wanaidhoofisha Iran ni kumega eneo katika eneo la Lebanon, na wao ndo wameprovoke hivi vita na Lebanon na Hezbollah, na so far wameshasababisha maafa, vifo vya watu wengi sana ndani ya Lebanon. Kwa hiyo Lebanon sio kwamba ameingia rasmi kwenye hivi vita kwa sababu ya kumsupport Iran, ni kwa sababu yeye amekuwa provoked kuingia kwenye hivi vita. Kwa hiyo ni kitu ambacho watu wanatakiwa waelewe kinachoendelea. Na yes, sasa tumezungumza mambo mengi sana, almost nadhani leo imekuwa ni interview ya masaa almost mawili na sehemu, lakini tukushukuru sana Sima kwa wakati wako. Pengine kuna lolote la kuaga watazamaji wetu? Nadhani Ramadhani inaisha, lakini ndugu zetu wa Kwaresma bado wanaendelea nayo. Wao niwaendelee pia, niwatakie mfungo mwema, wamalize salama. Kwa Waislamu alhamdulillah ambao tumejaliwa kumaliza mwezi, kwanza tutoe zakatul fitri, bila hiyo saumu haipokelewi, inabaki inaelea. Cha pili, tufanye sana istighfar, Mwenyezi Mungu atusamee mapungufu yetu kwenye mwezi mtukufu ili apokee saumu zetu. Ila pia tusisahau uungwana. Uungwana tumeona kama ni option. Kwa tujitahidi sana tuwe ni binadamu ambao ni waungwana, tupendane wenyewe kwa wenyewe, tusaidiane wenyewe kwa wenyewe, majirani kwa majirani. Umeona, tuwe ni waja wema. Tukumbuke kwamba tumekuja duniani muda fulani, tutaondoka baada ya muda fulani. Tutakachokiandaa huko cha mbele ndo hichi hapa, tuko kwenye shamba. Kwa hiyo mauti utamkuta kila mtu. Tuishi kwa wema, kwa ungwana, na tujiepushe na kumdhuru mtu kadri inavyowezekana. Kama huwezi kumsaidia mtu, usimdhuru. Yani tujitahidi, iwe kumdhuru kwa vitendo, iwe kumdhuru kwa maneno, iwe kumdhuru kwa kushawishi maneno ambayo yanaenda kumsababishia madhara mtu mwingine. Yes, umeona? Pia tuwe ni watu wenye akili. Mtu yote ambaye anatushawishi kwa sababu ya kusababishia madhara wenyewe kwa wenyewe, mpasuko wenyewe kwa wenyewe. Hakuna ndoa ambayo haina shida, hakuna ndugu ambao hawagombani, hakuna sehemu yote ambayo haina shida, ila wenye busara na wenye hekima huwa wanatafuta njia ya kusolve bila kusababishiana madhara. Kwa hiyo natamani tuwe ni jamii ya watu wa aina hiyo, especially wana Fuse wage tunafanyana mentorship sana. Natamani tuwe kwenye hili, na nishukuru sana kwa wale wote ambao wana show support yao kwa Fuse. Maendeleo yanaendelea. Nadhani mara nyingi mwisho tuliona sehemu ambazo tumefikia. Yes, level ni nzuri, lakini hatujakamilisha. Tutakapokamilisha watashangaa tu interview imehamia studio. Yes, kwa hiyo alhamdulillah. Tutamalizia kwa kusema mimi sio mjuzi wa kila kitu, huenda nimekosea sehemu, huenda nimeteleza sehemu, basi niko tayari kurekebishwa.
lengo ni jema, lakini inaweza nikawa nimekosea, na niseme alhamdulillah. Kabla sijamaliza Asman, naomba watajie watu namba. Unajua wakati mwingine huwa tunasahau hata kuweka mwisho, lakini ukihitaji mtu anaweza kaika nani kidogo. 0764 124 124. Hii 0764 124 124. Hii namba inapokea message za WhatsApp tu, haipokei simu. Kuna watu wanaipigia sana simu, haipokei SMS kwa sababu haiekewi bando ya kujibu SMS. Yenyewe inapokea WhatsApp message tu peke yake, lakini ndo namba ya kupokea support kwa mtu yoyote ambaye anataka kushow love, kuisupport Fuse. Ukituma inakuja jina Samir, na mtu ambaye anataka kusponsor karibu sana. Okay, sawa. Na kwa mtu wa nje hii namba inapokea nani, hata watu wa nje wengi wanatuma na inafika. Kwa hiyo anaanza na +255 okay, +255 764 124 124. Okay, nikopo na DJ Smart. Mimi naitwa Victor Madaha. Asante sana kwa wale ambao umeangalia kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Nikushukuru sana, na pengine kama una maoni yako unatamani tubadilishe, tuongeze, na katika sehemu ya comment pia utakuwa umefanya vizuri sana. Usisahau pia kuandika maswali yako. Our next interview ambayo tutakuja kufanya na DJ Smart, pia maswali yako ndio itakuwa ya msingi sana, lakini kama umeuliza swali, umeandika swali lako na tujaweza kuliona ama kulijibu hapa, next time inawezekana kando bahati yako. Kwa hiyo usichoke, endelea kuandika. Nadhani kila kitu kinaenda vizuri. Kaangalia interview ina mambo mengi sana ambayo wakiingia kwenye YouTube channel ya DJ Smart 255 wataikuta kuna mambo mengi sana ambayo kwenye hii interview. Ni vizuri kujifunza kwa watu ambao wametuzidi. Nadhani mtu anaendelea, wasio kadhani ndio peke yake. Nitakuwa natafuta wazee ambao wametuzidi, wameishi mengi, nipate kukaa nao watupe ile experience. Unajua zamani tulikuwa tunalelewa, tulikuwa tunakaa na mababu au wazee wetu au wajomba, wanatuambia historia, wanatufundisha. Sasa hivi hamna tena hiyo. Kwa hiyo tukipata nafasi za watu kama hawa tunatakiwa tuzitumie kabisa. Naam. Asante sana kwa kwa ambao umetazama kuanzia mwanzo wa interview mpaka sasa hivi. Kama kuna mtu tumekosea sehemu, naomba mtuie radhi. Nyuma kama ni kwa polisi bwana. Asante.